Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 4 ya Pasaka, na hii Dominika inaitwa Dominika ya mchungaji mwema. Yule Yesu Kristo ambaye ametoa uhai wake kwa ajili yetu sisi wadhaifu, anakuwa mchungaji. Anatulinda katika ndoa, anatulinda katika imani, anatulinda katika kazi, anatulinda wakati ambao tu wagonjwa. Kwa hivyo tunaweza sema ni baba ambaye ni mchungaji anayechunga kila mmoja wetu. Je, kwa nini usikubali uweze kuchungwa na huyu Yesu Kristo katika maisha yako? Kila wakati kuna watu wengi ambao wanatuongoza katika maisha. Anakuongoza katika ndoa, wengine wanakuongoza katika kazi. Je, wanakupeleka njia iliyo bora ana wanakupotosha? Ni mara ngapi wewe mwenyewe unalalamika kwa sababu ulipatiwa mawaidha na mtu ambaye sio mwema? Mara ngapi wewe mwenyewe unaanza kulalamika kwa sababu ndoa yako iliharibiwa na mtu ambaye ulikuwa unamsikiza? Sio wote ambao wanaendana nawe ambao ni wema. Sio wote ambao wanakuzungumza nawe ambao wanafaa. Wengine wanakupatia mawaidha ambayo sio mazuri, wengine wanakupotosha kwa sababu wanakuongoza kwa njia ambayo sio bora. Kwa nini uwe kifofu uongozwe mpaka uingizwe katika shimo, wakati kuna mwanga wa Kristo ambao anakumulikia katika maisha yako? Tuombe Mungu leo ili tuweze kusikia sauti yake, tuweze kumfuata kila wakati, kwa sababu atatulisha, kwani yeye ndiye mchungaji mwema. Na vile vile hii Dominika inaitwa Dominika ya umishonari. Dominika ambao tunaombea miito ya upadri, miito ya utawa, miito ya ndoa. Kila mmoja kwa njia ya kipekee Mungu amemuita ili aweze kuwa mshonari. Wakati ambao ulibatizwa, uliweza kupatiwa neema za kipekee kumhubiri Yesu Kristo katika maisha yako. Jiulize, kwa kweli wewe umekuwa mshonari mwema kwa wale watu ambao unakaa na wao? Wamishonari sio mapadri. Wewe umeteuliwa, umekuwa kuhani, umekuwa nabii, umekuwa mfalme. Tekeleza wajibu wako kwa uaminifu, na vile utafanya vyema, basi ni ishara kuonyesha kwamba wewe pia ni mchungaji, kwa sababu wale ambao Mungu amekupa unawaelekeza kwa njia inayofaa, na unafanya kama vile Yesu Kristo alivyokuwa anafanya. Mruhusu Yesu Kristo aweze kuongoza katika maisha yako. Je, ni nani anayekuchunga? Ni nani anayekuongoza? Katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14:36 hadi 41, tunaona kwamba huyu siku ya Pentekoste Petro anasimama pamoja na wale 12, alafu anapa 11, alafu anapaza sauti na kusema kwamba anawaelekeza jinsi walivyomfanyia Mungu. Anawaonya na anawazungumzia ya kwamba walimsurubisha Bwana wetu Yesu Kristo, wakachomeka katika mioyo yao, wakashangaa wafanye nini, na wakasema, akanamuuliza, basi tutendeje? Alafu anawaambia kwamba watubu na wabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Hebu nikuulize, je, katika maisha yako ni kitu gani ambacho kilikuchoma kiasi kwamba ukaamua kubadilisha maisha yako? Ni kitu gani ambacho kiliingia katika moyo wako ukakuta kwamba jinsi ambavyo kimekupatia changamoto hauwezi kurudi nyuma? Mara nyingi kila ambacho kinatupatia changamoto ama kitachoma moyo wetu ni wakati ambao tunasemwa ama mshene, ama wakati ambao unaambiwa kitu cha ukweli kinakuchoma katika maisha yako, ama unaambiwa jinsi unavyoharibia watu kwa maisha yao, alafu unaona inakuchoma. Kwa nini wewe usichomeke na ukweli? Wakati ambao waliambiwa ukweli, hawa wafuasi walichomeka. Basi kwa nini wakati ambao unaambiwa kwamba ndoa yako inaenda vibaya, kwa nini usichomeke katika moyo wako? Wakati ambao unaambiwa ukweli, kwa nini isikuchome ubadilike? Wakati ambao watu wanakuambia kwamba ni wewe unaharibu jumuiya, kwa nini isikuchome ubadilike? Wakati ambao watu wanakuambia kwamba wewe kupokea Ekaristi unaipokea lakini haustahili, kwa nini hiyo isikuchome ndio uweze kuomba toba ubadilike katika maisha yako? Wakati ambao watu wanakuambia kwamba ile njia ambayo unaenda sio nzuri, kwa nini isikuchome uweze kubadilika katika fikira zako? Ndugu zangu,
Kuna watu wengi ambao wamekuwa wachungaji katika maisha yetu, na wakati ambao wanakuchunga wanakuambia ukweli, na wakati unaambiwa ukweli, badala ya kufuata huo ukweli, inaanza kukusumbua. Unachomeka, unataka kuua watu, ama unataka hata kuacha kanisa. Chomeka kwa jambo iliyo nzuri, na ni vizuri uchomeke zaidi ndio ubadilike katika maisha yako, kwa sababu neema za Mungu za tosha, na unahitajika kusikia kile chema ambacho unakifanya. Wewe mwenyewe jifikirie ya kwamba ni mara ngapi ukweli unakusumbua katika maisha yako, na unataka kuambiwa kile ambacho sio chema. Jiweze kuona yule Yesu Kristo ambaye anakuinua katika maisha yako. Na katika msaburi wa leo anatuambia kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mara nyingi katika maisha yetu ya kawaida tunajilisha kwa sababu unatafuta kazi. Masaa zingine unaweza kutafuta pesa, unaweza kutafuta mali, alafu unaanza kujifikiria, unaona kwamba ni nguvu zako. Sio nguvu zako, ni Mungu ambao amekuinua katika hizo vio. Ni Mungu ambao amekubariki ukawa na afya njema, usikuwe mgonjwa ndio uweze kufanya hiyo kazi. Ni Mungu ambao amekupatia hiyo familia ambao uko nayo. Ni Mungu ambao amekuinua ukawa baba mwema, ukawa mama mwema, ukawa mtoto ambaye anaeleweka, ukawa na akili nzuri. Kwa hivyo si wewe mwenyewe unayejichunga, ni Mungu huyo huyo ambaye anakuchunga, kwa sababu yeye anakuongoza katika njia ambazo ni njema, na yeye kila wakati anakupitisha katika bonde la uvuli wa mauti, na kila wakati anakupatia nguvu usiweze kuongopa. Yesu Kristo ndiye mchungaji katika maisha yako. Hata ukikataa, ni yeye ambaye anakuneemesha, ni yeye ambaye anakuinua. Hebu jiulize, ni mara ngapi wewe mwenyewe umeona Yesu Kristo kama mchungaji katika maisha yako? Ni mara ngapi wewe mwenyewe umeona Yesu Kristo akupatia watu wakuje kukuelezea ukweli kama vile huyu Petro alivyowaelezea ukweli? Ni mara ngapi ambao wewe mwenyewe unachomeka ndani ya moyo wako, alafu unaamua kubadilika? Wakati ndio huu. Na kwa nini tubadilike? Kwa sababu katika somo letu la pili ambalo linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa watu wote, anasema kwamba tustahimili mtendapo mema na kupata mateso, na huu ndio wema sawa mbele za Mungu. Yeye anatukumbusha kwamba ingawa tuko na huyu mchungaji ambao ni Yesu Kristo katika maisha yetu, changamoto zipo. Ingawa yeye ako karibu na sisi, tunapitia magumu, lakini tunaambiwa tusiongope, kwa sababu yeye yupo katika maisha yetu. Yeye anatulinda katika yale magumu ambayo tunayapitia. Yeye anaandamana nasi, na huo ndio ule ujumbe ambao tunaona katika injili ya leo, ambayo inatoka mwinjili Yohane sura ya 10 aya ya 1 hadi ya 10. Inazungumzia kuhusu mchungaji mwema. Katika maisha yetu ya kawaida tunaona kwamba tunasikia sauti nyingi, tunasikia marafiki, tuna vile kwa ambao wanatuelekeza, saa zingine wanatupotosha. Kuna ile mitandao ambao tunaiona ama tunaisoma, kuna yale masomo ambao tunayasikia, na vile kuna wale ambao wanakuelekeza labda katika ndoa ama katika kazi, na kunaona hizi zote ni sauti. Lakini hebu jiulize, kwa kweli umeshasikia sauti ya mchungaji mwema ambao ni Yesu Kristo akiongea nawe katika maisha yako? Mara nyingi wale ambao wanakupotosha ndio wanapenda kuwasikia. Hata watu ambao hata sio wa kanisa wao wanapenda kuwasikiza, lakini huwezi kusikia sauti ya Mungu akiongea nawe. Na ndiposa leo anatuambia kwamba yeye mwenyewe ndio ile sauti ambao tunapaswa kuisikia katika maisha yetu. Yeye anatujua kwa sababu anajua shida yako, anajua yale magumu ambao unayapitia, anajua furaha zako, anajua vile unateseka katika ndoa yako, vile wa magonjwa yanakusonga. Yeye anakujua, anajua zako, anajua vita ambazo unazipitia, mapambano ambao unayapitia. Na kwa sababu yeye anakujua, anatuambia kwamba yeye anatupenda kiasi kwamba anatoa maisha yake kwa ajili yetu sisi, anatoa uhai wake. Alikufa pale msalabani ili aweze kupatia uponyaji, ili aweze kukuinua wewe mwenyewe,
na anakuguza kila wakati katika mangumu yako, ili uweze kuwa na furaha katika ndoa yako, ili uweze kuwa na furaha katika shida zako. Kwa hivyo hauko peke yako, utembei peke yako. Kuna huyu ambaye ni mchungaji, yeye anachukua muda wake wa kuja kukujibia wakati ambao unaona mangumu anakuja. Haimaanishi kwamba akulishi, amaanisha kwamba akusikii. Anakusikia, anakujua kwa jina, anajua magumu yako. Kila ambacho tunapaswa kufanya ni kwamba tusikie hiyo sauti yake akiongea nasi kila wakati, kwa sababu wakati ambao unasikia sauti yake unamfuata katika maisha yako. Basi muombe huyu Mungu ili uweze kumfuata katika kile kilicho chema, katika yale ambayo unayapitia. Muone Yesu Kristo akiongea nawe katika maisha yako. Ruhusu Yesu Kristo akuchunge. Ruhusu Yesu Kristo akuongoze. Ruhusu Yesu Kristo aweze kukulisha katika roho yako. Na wakati ambao unafuata hiyo sauti yake, hakuna siku moja ambao utapotea. Hebu jiulize, wewe umepatiwa wachungaji katika kanisa. Je, unawasikia? Unawasikia sauti yao? Mara nyingi tunapotoshwa na manabii wa uongo. Mara nyingi tunapotoshwa na watu ambao hata hatuwajui, na hapo tunapoteza mwelekeo. Usipotee katika imani yako. Hebu sikia sauti ya Mungu ikiongea nawe. Alafu kwa sababu Mungu amekupatia hekima na akili, chagua wale wachungaji ambao ni wa kweli na usikie sauti yao. Ukikosa kufanya hivyo, utapotoshwa kifedha, utapotoshwa katika ndoa, utapotoshwa katika mahandili. Sauti ya nabii wa ukweli haiwezi kujificha. Usidanganyike. Jua mchungaji wako ni nani, na zaidi hayo mchague Yesu Kristo aweze kuwa mchungaji wa kweli katika maisha yako, na utaweza kuchungwa katika kila hatua. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Yesu mwema, tunakushukuru kwa sababu wewe ndio mchungaji wetu. Tuongoze katika maisha yetu, utulishe katika familia, tulishe katika imani, tulishe katika mienendo yetu, na siku zote tuweze kusikia sauti yako. Natomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu, na Bwana awe nanyi. Na mbariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Dominika njema.